Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG Charles E. Kichere amefungua kikao kazi cha siku mbili cha division ya ukaguzi wa serikali kuu kilichofanyika hivi karibuni kwa mafanikio makubwa. Kikao kazi hicho kimekuwa jukwaa muhimu la kujadili na kutathmini ukaguzi wa mwaka wa fedha 2024-2025 pamoja na kuweka mipango ya maandalizi ya ukaguzi ujao kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa kikao hicho, CAG ametumia fursa hiyo kuipongeza division ya ukaguzi wa serikali kuu kwa mchango wake wa kuboresha usimamizi wa serikali kwenye rasilimali za umma kupitia taarifa za ukaguzi wa mwaka wa fedha 2024-2025. Tupate taarifa zaidi kuhusiana na hotuba hiyo ya CAG. Nimefurahi sana hii theme ambayo umekuja nayo kwamba wajibu, watu na wajibu, uchaguzi binafsi, tabia, fikra na motisha. Kwa hiyo ni mambo muhimu sana katika ofisi yetu. Nadhani sasa mtafanya na wengine pia tuwaelekeza katika division nyingine pia, na wao waweze kukaa na kuongelea haya mambo. Matokeo ya kazi yenu yamejumuishwa katika taarifa kuu ya ukaguzi na anaendelea kuleta mabadiliko chanya kwa nchi yetu katika mijadala ya kisera na katika usimamizi wa rasilimali za umma. Ingawa kazi yetu ni ya kitaalamu, ubora wa kila ukaguzi unaofanya unategemea ubora wa mahusiano, nidhamu, tabia na imani iliyopo ndani ya timu zetu na kati ya timu zetu. Vitu hivi vikijengwa na kuimarishwa, kazi yetu ya kitaalamu itafanyika kwa ufanisi zaidi na malengo tuliyojiwekea yatafikiwa. Kinyume chake, tukivipuuza tutakuwa katika hatari ya kushindwa kufikia matarajio yetu kama division na kama ofisi kwa ujumla. Pamoja na pongezi hizo, CAG amewakumbusha wakaguzi kuhusiana na umuhimu wa kuendelea kufanya kazi kwa weledi na uadilifu ili kuboresha kazi za ukaguzi wa serikali hususan katika matumizi ya rasilimali za umma. Kwa upande mwingine, CAG amewakumbusha wakaguzi wote kuzingatia nidhamu na weledi, ushirikiano na misingi ya maadili ya kazi wakati wote ili kuongeza ufanisi na ubora wa matokeo ya kazi za ukaguzi. Kwa upande mwingine, washiriki wa kikao kazi hicho nao walikuwa na haya ya kuzungumza kuhusiana na kikao kazi hicho. Mimi ninaitwa Grace Silva, mimi ni kiongozi wa ukaguzi. Ninaongoza timu ya Wizara ya Uchukuzi, kwa maana ya kusema ni Chief External Auditor anayeshughulikia sekta ya uchukuzi. Kwa kweli tumefurahia sana haya mafunzo. Tumekusanyika hapa kama division ya Central Government na mimi niko chini ya sekta ya uchumi. Tumekusanywa. Furaha yangu ni kwamba hata kama tulikuwa tunafanywa mafunzo mengine mara kadhaa, imekuwa tunahusika sana viongozi, lakini this time nimefurahia mno kwa sababu na timu zetu zimekuwepo, so it's like tutakuwa sasa tunaongea lugha moja. Mafunzo haya yamekuwa ni mazuri sana kwa sababu tunaongelea habari ya namna ya kujenga timu zetu. Kwanza asubuhi tulianza na namna ya kujitambua wenyewe. Alafu maana nikishajitambua mimi ni nani, naweza kucheza vipi kwenye timu yangu. Okay, mimi ni kiongozi ambaye nimewekwa pale, lakini je, ninazo skills zipi za kuweza kusaidiana na wenzangu? Na mafunzo haya yamenisaidia mimi kutambua sasa, okay, wewe ni kiongozi ndio, lakini kuna watu wengine na wenyewe wana skills kadhaa pale, maana yake tuna uwezo wa kushirikiana, na kwa sababu wamesikia wao wenyewe, kwa kweli inakuwa ni nzuri sana. Na sasa nitayatumiaje? Especially like effective communication. Effective communication imekuwa ni kitu kizuri sana. Kwa sababu sasa team members wapo, wanasikia, wanaona, maana yake itakuwa ni rahisi sana hata wao pia kuweza kujivaluate. Of course, kwa mtu anayependa kujifunza amejifunza. Na ninategemea sana haya mafunzo yatatusaidia mno kwa ajili ya kazi, kwa sababu nao tunaanza msimu wetu mpya wa kazi. Kwa tunaenda tukiwa tuko equipped. Tunashukuru sana ofisi, tunashukuru sana division yetu ya Central Government. Tunamshukuru zaidi DG, ametusaidia sana kwa ajili ya kukusanyia timu na kutuweka kwa pamoja. Kwa majina anaitwa Moses Mwanza, ni mkaguzi kutoka ofisi ya CAG kitengo cha Economic Sector. Kimsingi mafunzo haya yametuimarisha na kutukumbusha sisi ni akina nani. Kabla ya kuwa wakaguzi, sisi ni watumishi wa umma. Ni wajibu wetu kutumikia umma, na ndio maana katika mada za leo tulianza kujifunza kabisa na haki na wajibu, kwamba wajibu ni kitu
ambacho inapaswa ufanye bila hiari yoyote, na haki ni yale mambo ambayo unapaswa uyapate baada ya kutimiza wajibu wako. Kimsingi ni mambo mengi ambayo facilitators wamekuwa wakiongea ili mradi kutujenga na kutuimarisha zaidi na kutukumbusha sisi ni akina nani. Kwa jina ninaitwa Namkondo Doera, ni mkaguzi mkuu wa nje, nipo katika division ya ukaguzi wa serikali kuu. Kupitia mafunzo haya nina imani kubwa kwamba division yetu itaweza kwenda kufanya majukumu yake kwa namna ambayo ni bora zaidi, lakini pia itamwezesha viongozi wetu wa taasisi kwa maana CAG kuweza kutekeleza jukumu lake la kikatiba la kutoa taarifa ama ripoti kwa Mheshimiwa Rais. Na kwa namna hii ninapenda kutoa shukrani za pekee kwa viongozi wa taasisi kwa maana ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa kuweza kuwezesha mafunzo haya kuweza kufanyika kwa wakaguzi wote ambao katika idara hii ya ukaguzi wa serikali kuu. Kikao kazi hicho kimejumuisha mafunzo na mijadala kuhusu changamoto, haki na wajibu wa wakaguzi, mawasiliano ndani ya kazi, ushirikiano na usimamizi wa migogoro kazini, lengo likiwa ni kuimarisha mahusiano na utendaji kazi wenye tija. CAG amewahimiza wakaguzi kila mara wanaposhiriki kwenye mafunzo kuzingatia kwa umakini mijadala, maoni na mapendekezo yanayotolewa na wadau na washiriki ili kuongeza na kuboresha tija na ufanisi katika kazi za ukaguzi. Asante sana kwa kutufuatilia. Mpaka hapo basi tumefikia mwisho wa habari hii fupi kuhusiana na kikao kazi hicho kilichojadili tathmini ya utendaji kazi kwa division ya ukaguzi wa serikali kuu. Hadi wakati mwingine, usisite basi kuendelea kuifuatilia mitandao yetu ili uweze kupata habari mbalimbali kuhusiana na shughuli na kazi za Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi. Karibu na asante kwa kutufuatilia.